Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Taarifa yetu kuu siku huu. Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba adai kuwa Tanzania inachonganishwa kutokana na rasilimali zake, huku watu zaidi ya 100 wakiachiliwa kufuatia mashtaka ya uhaini. Tuanzie nchini Tanzania sasa, ambapo serikali imedai kwamba machafuko yaliyoshuhudiwa nchini humo wakati wa uchaguzi mkuu yalichochewa kutoka nje. Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba akiongea hii leo jijini Dar es Salaam amesema kuwa waliopanga machafuko hayo wana dhamira ya kupora rasilimali za taifa hilo. Nchemba ameyasema hayo wakati wa mkutano wake wa kufanya tathmini ya athari ya machafuko ya wiki ya uchaguzi nchini humo. Pia amemwagiza waziri wa mambo ya ndani George Simbachawene kulifungulia kanisa la Askofu Josephat Gwajima, akiongeza kuwa tume iliyoundwa na Rais Samia Suluhu Hassan itasaidia kubaini chanzo cha machafuko hayo ili suluhu la kudumu lipatikane. Kauli ya Nchemba inajiri huku wakfu wa Thabo Mbeki ukitoa risala za rambirambi kwa familia ambazo zilipoteza wapendwa wao kutokana na vurugu zilizofuatia uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Wakfu huo wa rais wa zamani wa Afrika Kusini umesema kuwa kuzingatia taarifa za waangalizi wa uchaguzi wa SADC na AU, wamehitimisha kwamba uchaguzi wa Tanzania ulikuwa na mapungufu kwenye kanuni na miongozo inayosimamia uchaguzi wa demokrasia katika viwango vya kimataifa. Kuanzia nchi zinapata uhuru, nimefuatilia hizo historia zao. Nchi zote zilizogundua rasilimali waliletewa uchonganishi wa aina hii. Zote. Wewe kafuatilia nchi zote zilizowahi kuwa na machafuko. Sio nchi maskini kwenye rasilimali. Zote fuatilia. Sasa Tanzania miaka yote imekuwa Tanzania ya amani. Eti miaka tunayogundua kwamba tunakuwa nchi miongoni mwa nchi 5-6 zenye gesi nyingi zaidi Afrika. Nchi 5-6 zenye akiba nyingi ya chuma. Nchi 5-6 zenye hifadhi nyingi zaidi ya makaa ya mawe. Nchi 5-6 zenye hifadhi ya madini adhimu mengi zaidi duniani. Mambo ya uranium, mambo ya nickel, Kabanga tu pale, ile deposit yake inaifanya Tanzania ile moja ya nchi tajiri ya deposit za nickel. Matamshi hayo ya Nchimbi yanajiri siku moja tu baada ya msemaji wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa kuvikosoa vyombo vya habari vya kimataifa, akivitaka kufuata maadili na msingi ya uandishi wa habari. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Msigwa alisema vyombo hivyo vimekuwa vikichapisha habari za upande mmoja zenye nia ovu kwa Tanzania. Sio haki na sio sawa kwa chombo cha habari kuchapisha taarifa za upande mmoja na kisha kutoa sababu kuwa maafisa wa serikali walipotafutwa hawakupatikana, kama ambavyo chombo cha habari cha CNN kimechapisha taarifa zake zilizojaa tuhuma dhidi ya serikali ya Tanzania pasipo kutoa nafasi ya serikali kujibu. Kwa wanasheria wana kanuni moja inaitwa the principle of natural justice. Uwezi ukazungumzia jambo linalomtuhumu, linalomzungumzia mtu ama upande mmoja, halafu upande mwingine ama mtu mwingine usimpe nafasi ya kujibu. That is unprofessional. Kitendo kilichofanywa na CNN pia kimefanywa na vyombo vya habari vingine. Natambua vyombo vya habari vingine vya kimataifa, BBC, Al Jazeera, Deutsche Welle wamefanya pia. Wakati hayo yakijiri, takriban vijana 100 wameachiliwa huru mjini Dar es Salaam na Mwanza hii leo. Mahakama ya wilaya ya Ilemela katika mkoa wa Mwanza imewaachilia huru watuhumiwa 57 wa kesi ya uhaini waliokuwa wakishikiliwa tangu Oktoba 29 mwaka huu kufuatia matukio ya vurugu za baada ya uchaguzi. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya upande wa mashtaka kupitia wakili wa serikali mwandamizi kuwasilisha ombi la mkurugenzi wa mashtaka DPP la kutokuwa na nia ya kuendelea na mashtaka dhidi ya watuhumiwa hao 57 kati ya 61 waliokuwa wanakabiliwa na tuhuma mbalimbali. Mjini Dar es Salaam vijana zaidi ya 40 pia wameachiliwa huru hii leo. Mwisho wa taarifa yetu kuu usiku huu.
Tugeukie taarifa nyingine sasa. Mazungumzo ya mpango wa kusitisha vita Ukraine yameendelea hii leo baada ya Washington na Kiev kuripoti kupiga hatua katika mazungumzo hayo ya ana kwa ana huko Geneva. Hata hivyo, Urusi imesema haijapokea taarifa yoyote kuhusu matokeo ya mazungumzo hayo au kuona mpango wowote ulioafikiwa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Ukraine iko katika wakati muhimu, lakini akasema kwamba kuikabidhi Urusi baadhi ya maeneo yake itakuwa tatizo. Ni muhimu kuunga mkono kanuni ambazo Ulaya inasimamia, kwamba mipaka haiwezi kubadilishwa kwa nguvu, kwamba wahalifu wa kivita hawapaswi kutoroka haki, na kwamba mchochezi wa vita lazima awajibike kikamilifu kwa vita alivyoanzisha. Na hii ndiyo sababu maamuzi kuhusu mali za Urusi ni muhimu. Tafadhali ungeni mkono maamuzi haya, na zaidi ya yote wekeni shinikizo kwa Urusi. Urusi bado inaua watu kila siku. Maeneo yaliyokaliwa yanabaki kukaliwa, na hiyo ina maana kwamba Urusi inabaki kuwa taifa la jinai. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na wahusika wengine wakuu kwa sasa wameondoka Geneva na kurudi nyumbani ili kutoa tathmini yao kwa viongozi wao. Awali Rubio alisema kuna masuala machache tu ambayo bado hayajatatuliwa. Haijulikani wazi mapendekezo ya hivi karibuni yanajumuisha nini au jinsi yanavyotofautiana na mpango wa awali wa Rais Donald Trump wa vipengele 28 kwa ajili ya amani ambao ungeifanya Ukraine kutoa ardhi na kupunguza vikosi vyake vya kijeshi. Rasimu hiyo ambayo maelezo yake yalivuja wiki iliyopita ilikaribishwa na Urusi, lakini ikapingwa vikali na viongozi wa Kiev na Ulaya ambao waliona kuwa inapendelea sana Urusi. Kwa takriban miaka minne, Ukraine imekuwa katika vita na Urusi. Imebadilisha maisha ya mamilioni ya watoto. Mwandishi wa BBC James Waterhouse ametuandalia taarifa hii inayozungumzia maisha ya watoto wanaoishi katika maeneo ya vita. Victor Kenani ameiweka sauti. Nje ya Kiev, katika mji wa Ukraine, Severia mwenye umri wa miaka 7 pamoja na mama yake wanajitayarisha kukutana na marafiki. Vita vimekuwa vikiendelea hapa karibu miaka 4 sasa. Na kama ilivyo kwa mamilioni ya watoto wa Ukraine, Severia amelazimika kuzoea maisha mbadala ya utoto wake huku vita vikiendelea nchini mwao. Kuvalia nguo za kujikinga dhidi ya baridi ni muhimu katika msimu huu wa baridi. Pamoja na mama yake na ndugu yake mdogo wa kiume, Severia alihamia katika eneo hili vita vilipoanza, huku mji wa Mariupol palipokuwa makazi yao ukidhibitiwa na Urusi. Hii leo mji umetulia na hali inarudi kuwa kama ya kawaida. Katika mgahawa huu, Severia anakutana na marafiki zake ili wahudhurie kikao kinachoendeshwa na Oksana, mtu aliyefunzwa kuwasaidia watoto. Na hapa wanaweza kuzungumza pamoja na kuwa na furaha. Na ajenda ya leo ni kuoka na kuunda vitu mbalimbali. Napenda kutengeneza vitu kutokana na udongo, na ilikuwa nzuri na ya kuvutia. Tunatengeneza vitu mbalimbali. Wakati mwingine tunakuja hapa na wakati mwingine tunakwenda kwenye bustani. Tunafanya mambo mengi ya kufurahisha. Shughuli kama hizi hunisaidia. Kuna matumaini. Wakati kama huu wa utulivu unahitajika ili kuwasaidia watoto waweze kukabiliana na dhiki za vita. Lakini haiwi hivi kila siku.